Habari ndugu wananchi, kwa majina naitwa Ana John Msosa kutokea Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Manyara, na kitengo ni kitengo cha afya ya baba, mama na mtoto. Niko hapa leo kwa ajili ya kuzungumza na ninyi kuhusiana na afya ya uzazi hasa kwa mwanamke. Tutaenda kuongelea haswa kuhusiana na saratani ambayo inawakumba wanawake wengi. Inaitwa saratani ya mlango wa kizazi. Saratani hii ni aina ya saratani ambayo inawaathiri zaidi wanawake, na inaanzia sehemu ya chini zaidi, sehemu ambayo inaunganisha mfuko wa uzazi na sehemu ya uke. Na saratani hii imeenea kwa kiasi kikubwa na ni hatari zaidi, kwa sababu kwa tafiti za hivi karibuni zinaonyesha kwamba kwa takriban ndani ya mwaka wanawake zaidi ya 10,000 wanagundulika wakiwa na tatizo hili, na wanawake zaidi ya 6,000 wanakufa kutokana na tatizo hili. Kwa hiyo ni tatizo ambalo limeenea na ni hatari sana. Kwa hivyo leo tutazungumza machache kuhusiana na ugonjwa huu ambao ni hatari hasa kwa wanawake. Na ugonjwa huu unasababishwa na nini hasa? Saratani ya mlango wa kizazi unasababishwa na virusi, aina ya virusi ambao kwa kitaalamu wanaitwa human papilloma virus. Virusi hao wakishaingia wanaenda kuathiri sehemu ya chini ya uke kama nilivyozungumza awali, ambayo tunaita cervix kwa lugha ya kitaalamu. Inaenda kuathiri pale na inaenda kusababisha mabadiliko ya ukuaji wa seli katika sehemu hile, na ndio inapelekea saratani ya sehemu hiyo. Kwa kiasi kikubwa saratani ya aina hii inaambukizwa kwa njia ya ngono, ingawa kunaweza kukawa na vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikachangia, lakini sababu kubwa ni njia ya ngono. Lakini pia tabia hatarishi ikiwemo uvutaji wa sigara, kuzaa watoto wengi, kwa mabinti kujihusisha na mapenzi wakiwa na umri mdogo, hizo zote ni tabia hatarishi ambazo zinaweza zikapelekea kupata ugonjwa huu. Saratani hii mtu anaweza akakaa nayo kwa muda mrefu, anaweza akakaa nayo kwa miaka 10 mpaka 15. Hivyo basi kwa hatua za awali inaweza isionyeshe dalili. Kwa hivyo tunawashauri watu waweze kuja kwenye vituo vya afya ili waweze kupima afya zao mara kwa mara, ili kama kuna mabadiliko ya awali waweze kugundulika mapema na kupata matibabu yake, kwa sababu ukigundulika mapema matibabu yake yapo, lakini unapozidi kuchelewa, manake ukichelewa matibabu yake yanakuwa ni gharama zaidi na unaweza usipone kabisa. Na ugonjwa huu kama tulivyozungumza awali ni hatari, unaweza ukaua wanawake zaidi ya 6,000 kwa mwaka kwa Tanzania hii. Sawa, ugonjwa huu wa saratani ya mlango wa kizazi una dalili zake kama nilivyokwisha tangulia kusema awali. Katika hatua za awali au stages tunasema za awali, zinakuwa hazina dalili. Kwa hivyo ikishakuwa imeendelea katika hatua za mbali zaidi, mtu anaweza akapata maumivu ya nyonga, mtu anaweza akatoka majimaji machafu ambayo yanakuwa na harufu, mtu anaweza akatoka damu ambayo sio ya kawaida, sio damu ya hedhi, au mtu anaweza anatoka na damu baada ya kushiriki tendo la ndoa. Kwa hizo zote zinaweza zikawa ni dalili ya saratani ya aina hii. Madhara, kwa kweli madhara ni makubwa sana. Kishafikia hatua hatarishi, inaweza ikajumuisha pia mtu kutolewa kizazi. Kwa akishatolewa kizazi manake mwanamke anakuwa hawezi kuzaa tena. Kama tulivyosema, watu wengi wanakufa kutokana na ugonjwa huu. Kwa hivyo mtu asipotibiwa mapema inaweza ikaenea. Usipofanya uchunguzi wa awali kwa hatua za awali, manake utaenea zaidi, utatoka kwenye ile sehemu ya mlango wa kizazi, utaenea kwenda kwenye uke, baadaye utaenea zaidi mpaka kwenye figo na mifumo mingine zaidi ambayo itakuwa imeathiri sehemu nyingi zaidi za mwili wa mwanamke na kupelekea kifo. Katika hospitali yetu ya Manyara tunafanya vipimo hivyo vya kugundua hizo hatua za saratani ya mlango wa kizazi, na vipo vya aina mbalimbali. Kwa hiyo ukija utapata ushauri na utapimwa vipimo hivyo ili kuweza kubaini kama kuna hatua yoyote ya awali, na utapata matibabu hapo hapo. Ikiwa una viashiria tunakupa matibabu kulingana na hatua uliyopo. Ushauri wa mwisho au wito wangu kwa wanajamii, tuwajibike, yani tujali afya zetu kwa kupima mara kwa mara,
na hasa wale watoto wetu, kwa sababu kuna chanjo ambayo inatolewa ili kuweza kuzuia ugonjwa huu, inaitwa chanjo ya HPV ambayo inatolewa kwa mabinti kuanzia miaka 9 kufikia 14. Kwa hiyo tusiwakataza wale mabinti waweze kupata hii chanjo ili waweze kuzuia ugonjwa huu, na kwa kina mama sasa tuwe tayari kuweza kupima mara kwa mara ili kuweza kujua afya zetu zaidi.